الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله مني وإياكم من النار أيها الناس عباد الله إن لابن آدم صبغة وفطرة فطرها الله عليها جل شأنه وبحكمته القدرية الكونية وضع لهم فتنا ليبتليهم بها أيهم سيستقيم ويبقى على صبغته مع وجود زلزلة الفتن عباد الله hakika mwanadamu analo umbile ambalo ameumbwa nalo na Allah subhanahu wa ta'ala, nalo ni umbile la kukubali Uislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake ya kupangilia mambo ya kilimwengu, wadaa lahum fitanan, amewekea Allah subhanahu wa ta'ala binadamu fitna na mitihani katika hii dunia, liyabtaliyahum biha, ili Allah subhanahu wa ta'ala awape mitihani viumbe vyake ambao ni binadamu na majini. Ayyuhum sayastaqimu wa yabqa ala sibghatihi, ni nani kati yao atakuwa na msimamo na kubakia katika fitra na umbile ambalo ameumbwa nalo na Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a wujudi zalzalatil fitan, pamoja na kwamba kwa kupatikana na mtingisiko wa fitna za kidunia ambazo ameziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tilkumul fitan almal, miongoni mwa fitna ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka hapa duniani ni fitna na mtihani wa mali. An Ka'b bin Iyadh radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati almal, rawahu Tirmidhi. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakika kila umma miongoni mwa umati zilizopita ulikuwa na fitna, ulikuwa na mtihani, lakini mtihani mkubwa katika huu umma wa Mtume sallama ni mali. Ikhwani fillah, laqad jaa fi tuhfat al-ahwadhi fi sharh jami' at-Tirmidhi qawluhu sallallahu alayhi wasallam inna likulli ummatin fitna. Aliposema Mtume sallama katika hakika kila umma kuna fitna, maana yake dhalalan wa ma'siyatan, kila umma ulikuwa na kitengo cha kuwapotosha umma ule, ulikuwa na kitengo cha kuwasukuma watu katika maasi, katika dhambi. Lakini Mtume asema sallama wa fitnatu ummati almal, na fitna katika huu umma ni mali, maana yake allahu bihi, kile kitu ambacho kinawasukuma watu katika huu umma kuzembea na kufanya mzaha katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mali. لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة
mali ndilo jambo ambalo hushughulisha akili za watu, huzichukua akili za watu na kuzizuia katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia mali ni jambo ambalo huwasahaulisha watu na akhirah, huwasahaulisha watu na mambo ya akhirah. Ndio maana waona wengi katika watu waliomiliki mali, jambo lao la kushikamana na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dhaifu mno. Jambo lao la kushikamana na Uislamu liko dhaifu sana, ikhwani fillah. Atambia sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitna, kila umma una mtihani na balaa zake, na fitna ya umma huu wa mtume sallama ni mali, ikhwani fillah. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, man humani la yashbi'an, talibu ilmin wa talibu dunya, rawahu ad-Darimi. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema ya kwamba watu wawili walio na hamasa, watu wawili walio na pupa hawashibi aslan. Man humani la yashbi'an, mutahammisani la yashbi'an, watu wawili walio na pupa hawashibi kabisa, hawashibi aslan. Talibu ilmin, anayetafuta elimu hashibi siku zote. Aliye na pupa ya kutafuta elimu ya kisheria, wallahi hatachoka mtu huyu, milele atakuwa katika mstari wa kutafuta ilmu ya kumkurubisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talibu dunya, na anayetafuta dunia, aliye na pupa ya kutafuta mali adiriki utajiri hapa duniani, huyu pia hashibi. Ndio maana kula kikicha matajiri wahangaika kutafuta pesa, matajiri wasumuka, pesa watazitoa wapi? Kwa nini? Alivyotaja Ibn Abbas radhiallahu anhuma asema, man humani la yashbi'an, watu wawili wenye pupa hawashibi. Talibu ilmin, mtafutaji wa elimu, wa talibu dunya, na mtafutaji wa dunia, hawa hawashibi aslan. Ibadallah, wa yakunu almalu fitnatan fi nahiyatayn ithnain, mali yanakuwa ni fitna na mtihani katika hali mbili, ama katika pande mbili. An-nahiyatul ula, pande ya kwanza, min nahiyati wujudihi, wa hal yashkuru Allah wa ya'tarifu anna ma yamlikuhu min ni'ami Allah ta'ala alayhi. Upande wa kwanza ambapo mali inakuwa ni fitna kwa watu ni wakati mtu amepata yale mali, ushasumbuka ukatafuta vya kutosha ukayapata mali. Je, utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Wa hal ta'tarifu anna ma tamlikuhu min Allah, na je utakiri na kukubali kwamba ulichokimiliki umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ni nahia ya kwanza. Ama atasimama mtu na msimamo kwamba alichokipata ni ujuzi wake, alichokipata anastahili kupata kwa sababu ana hadhi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi watu wengi washindwa kukubali kwamba neema za mali walizopewa ni za Allah subhanahu wa ta'ala, bali wengi waona kwamba mali walizokuwa nazo ni elimu yao na bidii yao ya kufanya kazi tu, hakuna usaidizi na wala hakuna riziki za Allah subhanahu wa ta'ala katika mali yale. Ya ra'akumullah, atuelekeza Allah kwenye Qur'an katika aya nyingi tu kwamba watu yatakiwa wakiri na kukubali kwamba mali walizopewa ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura an-Nahl, wama bikum min ni'matin famin Allah, yote mlionayo katika neema zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mali mlizokuwa nazo zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watoto mlionao wametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila neema ulionayo tambua na ufahamu kwamba neema hiyo masdari yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Atambia Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna al-fadla biyadillahi yu'tihi man yasha, hakika fadhila na ubora na neema upo kwa mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah humpea fadhila zake anayemtaka. Fa ra'akumullah, an-nahiyatu thaniya, upande wa pili ambapo mali itakuwa ni fitna, min nahiyati adami, upande wa mtu kukosa mali. Kupata mali ni fitna, kukosa mali pia ni fitna. Na fitna hii ya ukosaji wa mali, wa hal yasbiru ala halihi wa ya'lamu annaha mimma qaddarahu Allah alayhi. Je, yule ambaye atakosa mali atasubiri na hali yake na kukubali kwamba hali hii niliyoipata ni katika mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala? Je, anayekosa mali atakubali hili? Ama atakaa na mawazo kwamba kukosa kwangu mali ni kwa nimerogwa, kukosa kwangu mali ndoto zangu zimefungwa, kukosa kwangu mali kuna fulana na kilicho na mimi? Je, mtu ataka mawazo haya?
Kwa hivyo pia kukosa mali ikhwani fillah ni mtihani na ni balaa katika mujtamaa. Lakini fahali ya'tarifu al-'abd, je, mja takubali hili kwamba kukosa mali ni katika mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala, au yajtariu ala ibadillah wa yusbihu min al-lusus wa qutta'i at-tariq wa ghayrihim min al-mujrimin? Ama mtu kukosa kwake mali itamfanya akuwe na ushujaa wa kuingia katika mapote ya wezi na kuwa katika mapote ya waporaji, aingie vitakani na kushika watu tu, itamfikishia huko? Ama aingie katika makundi mengine pia mujrimini, ya watu waliokosa kuwa na subra na kuingia katika makundi ya waovu? Ikhwani fillah, vijana wengi waliokosa mali na kukosa misimamo ya kwamba hali zao za ugumu katika maisha ni katika mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, wameacha kusubiri na kuingia katika janga la wezi. Wameacha kusubiri, wengine wakawa ni vipanga. Kwa nini? Wamekosa subra jambo hili. Wujudul mal fitna wa adamil mal fitna. Kupata mali ni mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asubiri mja, ashukuru mja kumshukuru Allah. Kukosa mali pia ni mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili mja awe mwenye kusubiri na kukubali qadar na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم قيله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. Atuambia Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mwanadamu pale ambapo akipewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuneemeshwa neema ya mali, atasema kwamba Allah amemkirimu, atakubali ikramu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama pale ambapo mwanadamu atakunjiwa riziki zake, afinywe na Allah subhanahu wa ta'ala, riziki yake iwe ni finyu, iwe ni kidogo, ataanza kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ahanan, amenidharau Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, atupatia habari Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na tabia ya mwanadamu, namna alivyo mwanadamu. Wa annahu jahilun dhalimun, mwanadamu ni jahil, hana ujuzi, hana elimu, ni mjinga mwanadamu. Wa dhalimun, na pia na dhulumu mwanadamu. La ilma lahu bil awaqib, hana elimu kuhusiana na mwisho wa hali yake, hana ufahamu kuhusiana na mwisho wake utakuwa vipi. Asema rahimahullahu ta'ala: yadhunnu alhalata allati taqa'u fihi tastamiru wala tazulu. Mwanadamu yeye anadhani hali ambayo imempata wala haibadiliki. Ikiwa ni mali, ataona kwa mali zake atakuwa nazo milele tu. Ikiwa ni ufakiri, ni fukara kunao, ataona kwamba ufukara wake ni milele tu. Mwanadamu hana ufahamu wa mwisho wake. Asema rahimahullahu ta'ala: ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه. Mwanadamu adhania kwamba kukirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kupewa kwake mali na Allah, kufunguliwa riziki zake na Allah, na kuneemeshwa na Allah hapa duniani, afikiria na kuona kwamba Allah hajamneemesha isipokuwa Allah anampenda, Allah hajampatia mali isipokuwa Allah anamtukuza na kufahamu utukufu wake siku ya kiyama. Haya ndio mawazo mwanadamu, na hii ndio fikra yake. Wa annahu idha qadara alayhi rizquhu, idha qadara alayhi rizqahu, na pale ambapo mwanadamu aona riziki zake zimekunjwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ay dhayyaqahu, amefanywa dhiki katika kutafuta riziki, fasara biqadri qutihi la yafdhul anhu,
ikawa riziki yake ni kiwango cha kula tu, apate leo ale, siku mbili kishaisha. Akifanywa hivi mwanadamu anaona kwamba anna hadha ihanatun, aona kwamba hii ni kudharauliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ihanatun min Allah ta'ala lah, faradda Allah alayhi hadha alhisban faqal kalla. Allah subhanahu wa ta'ala ameyarudisha mawazo haya mwanadamu kwamba akiona kuneemeshwa na Allah, kwamba anapendwa na Allah, akiona kwa maisha yake ni dhiki na taabu, kwamba ati Allah anamdharau, Allah anasema kalla, sivyo hivyo mnavyodhania, bali amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwapenda waja wake na kuwachukia waja wake si kwa sababu ya mali. Limadha? Laqad qassa Allahu lana subhanahu wa ta'ala fil Qur'an 'anil afradi wal jama'at alladhina taghaw wa baghaw 'anil haqqi bisababil mal kafir'aun wa mala'ihi wa kasahibil jannatayn al madhkura fi surati al kahfi wa ka ashabi sab'a wa qarun ووليد بن المغيرة وأبي جهل وغيرهم. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhadithia kwenye Qur'an na kututajia visa vya watu jamaa, watu wengi, na pia watu mmoja mmoja katika Qur'an, watu ambao wamevuka mipaka na wakaacha haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya mali aliyowapea Allah subhanahu wa ta'ala. Waka Fir'auna wa malaihi, mfano wa Fir'aun alayhi la'na na watu wake, waka ashabi sab'a, na watu wa sab'a aliwataja Allah subhanahu wa ta'ala kule Yaman katika Qur'an, na pia waka sahibil jannatayn almadhkura fi surati al-kahfi, kama yule bwana aliyekuwa na mashamba mawili upande wa kulia na upande wa kushoto katika suratul kahfi, amemtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na huyu pia amevuka mpaka kwa sababu ya mali. Waka Qarun, na pia vile Qarun alayhi la'na, alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu' bil usbati ulil quwwa. Allah sema subhanahu wa ta'ala, Qarun alikuwa ni miongoni mwa watu wa Musa alayhi salam, tukampatia mali kwanza, fabagha alayhim, akawa mjauri Qarun alayhi la'na, akawa mjauri kwa kuwa Allah alimpatia mali. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, tulimpatia mali kiasi ya kwamba funguo zake za hazina yake zinabebwa na jamaa ya watu. Mufassirun nasema usba ni jamaa ya watu kama 10 ama watu 9 ndio wanabeba funguo ya mali ya Qarun alayhi la'an. Lakini fabagha, huyo amevuka mpaka, akaacha haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waka Walid ibn al-Mughira, na pia vile vile Walid ibn al-Mughira aliyekuwa katika zama za Mtume sallama, alikuwa ni mjauri juu ya Mtume sallama kama alivyomtaja Allah katika suratul Qalam. Na pia vile vile Abi Jahl alikuwa ni mjauri, akavuka mpaka, akaacha haki ya Mtume sallama kwa sababu ya mali aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala an Abi Jahl, asema Allah subhanahu wa